أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام المرسلين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma za dhati mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel yetu tukufu ya Masjid Taqwa TV online, tuko katika hali ya kuendelea kunufaishana katika darasa zetu 2-3 katika kuweza kujua nafasi zetu katika dini, kuweza kujua umuhimu wako katika dini, lipi ulifanye na lipi ambalo kwamba hautakiwi kulifanya. Kidogo kidogo ndivyo jinsi tunavyokwenda. Kwa nini? Ni mwanzo wa kujifunza, tutafikia hatua tutakuwa kama jinsi tulivyoambiwa, inna sanatana hadha min almahdi ila lahadi. Kujifunza kwa mwanadamu kuanzia kwenye mbeleko ya mama yake mpaka kufika kuwekwa kwenye mwanandani ndio ukomo wake. Kwa huenda sasa tuko kwenye mbeleko ya mama ndio tunaanza kubembelezwa kidogo kidogo, ili inapofikia basi umekomaa unatembea kwa miguu yako, uwe umeweza kujua na kuyabeba iliyoko makubwa zaidi. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Hivyo tuko katika kitabu chetu cha fiqhi cha Umar Abdul Jabbar, kama jinsi ambavyo kwamba tulivyokiarifisha awali, na darasa yetu iliyopita tulizungumzia rukunul Islam, nguzo za Uislamu. Tukaambiwa nguzo za Uislamu ni 5. Uislamu na nguzo 5. Umeshazifahamu ndugu yangu? Hakikisha moja katika nguzo za Uislamu, ukifungua nguzo moja inafungua nguzo nyingine, ukifungua nguzo nyingine inafungua nguzo nyingine. Mfano wake, ukiweza kushahadia tu kutamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tayari umefungua nguzo ya swala. Ukifungua nguzo ya swala tayari umekwenda kufungua nguzo ya zaka. Ukifungua nguzo ya zaka tayari umeshafungua nguzo ya saum. Ukifungua nguzo ya saumu tayari wewe kama Muislamu unatakiwa uende ukahiji. Kwa sababu kama ni hiyo, unaona namna gani Uislamu unavyokwenda kwa hatua na namna gani unavyompendezesha kidogo kidogo mja wake mpaka kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa yuko sawa sawa. Kwa sababu kama ni hiyo, baada ya kuwa tumeshapita katika kipande hicho, umefahamu kwa uchache wake kama ni hivyo, undani wake zaidi utaendelea kufahamu endapo unaendelea kuanza kuogelea katika bahari hizo. Leo tafahamu maana, sio fasiri, maana ya shahada 2. Maana ya shahada 2. Tuambiwa sini sualun, ma maana ashhadu an la ilaha illa Allah. Ni ipi maana ya mtu kusema na shuhudia mimi hapana jinsi ya Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Hichi kilima kinamaanisha nini? Fasiri yake hapana jinsi ya Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ikinamaanisha nini kilima hichi, au tamko hili linamaanisha nini? Jim jawabun, maanahu, maana yake, a'taqidu, naamini mimi. Unatakiwa useme naamini mimi, anna Allah ta'ala, anna Allah wahidun, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wahidun ni moja, la sharika lahu, hana jinsi ya mshirika juu lake. Kwenye nini? Fi ibadatihi, ndani ya ibada zake zote Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana mshirika, wala fi mulkihi, wala katika ufalme alionao Allah subhanahu wa ta'ala yeye hashirikishi na kiumbe chochote. Hiyo ndo maana ya mtu kusema nini? La ilaha illa Allah. Ni kwamba uweze kuamini katika moyo wako hakika ya Allah ni mmoja na hashirikishwi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hana jinsi ya ushirika wa aina yoyote katika kitengo chochote katika ibada zake, wala katika ufalume ambao kwamba alionaye Allah subhanahu wa ta'ala.
tunafahamu Allah subhanahu wa ta'ala ndo mfalume wa wafalume wote hapa duniani na kesho siku ya Kiyama. Ibada zote zilizoainishwa na mwekaji wa sheria ambaye kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada hizo hazina mshirika, bali anapasa kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hiyo ndio maana ya nini? Ya kilima cha la ilaha illa Allah. Ukiwa umeweza ukiingiza katika moyo wako, utakuta yale mambo 7 ambayo kwamba atakayokufanya wewe uangamie naye utakuwa umeyaweka pembeni, kwa sababu ukikosa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio tayari umeshasafishika, umeshatakasika kutokana na shirki. Na hakuna kitu kibaya chenye kumuumiza au kitakachomuumiza mwanadamu siku ya Kiyama kama shirki. Shirki ni hatari kuliko tunavyoelewa, kama alivyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu sab'atul mubiqati, ogopeni mambo 7 ambayo kwamba yenye kuangamiza. Miongoni mwa hayo mambo 7, ashirku billahi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu kutokutambua thamani ya yale ambayo kwamba alopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa tunatoa mfano mdogo kusema hivi, hata thamani ya akili umeshindwa kuitambua? Umeshindwa kutambua thamani ya pumzi? Umetambua kushindwa thamani, yani kuelewa thamani ya namna gani wewe ulivyopatikana, mpaka unafika hatua unamchanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu vinginevyo visivyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huo unakuwa ni uwerevu uliopitiliza. Ukishakuwa umepitiliza, sasa unarudi kwenye ujinga. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na shirki insha Allah. Kwa sababu kama ni hiyo, ibada za Mwenyezi Mungu hazipaswi kumshirikisha, wala yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyo, ufalme wake ulivyo, hatakiwi kushirikishwa na kitu chochote. Ama kilima cha pili ni ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, chenye kukamilisha maana nzima ya shahada. Sini swali, ma maana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ni ipi maana ya mtu kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kwa fasiri yake na shahadia, hapana, hakika ya Muhammad ni mtume Mwenyezi Mungu. Mtu anapotamka neno hili anamaanisha nini? Ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na shahadia Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ukisha kuwa umeshahadia hivyo, halafu iwe nini? Jawabun maanahu, maana yake a'taqidu, unatakiwa upate kusema mtu naamini mimi kwenye moyo wangu, anna sayyidana Muhammadan, hakika ya bwana mtume Muhammad, hakika ya bwana wetu Muhammad, Rasulullahi, ni mjumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, li jami'il khalqi, kwa jumla ya viumbe vyake vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni mjumbe kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu vyote, pasina kujali kiumbe hicho ni kidogo vipi au ni kikubwa kwa kiasi gani. Wayajibu, basi kama tumefahamu kuwa Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyote, basi wayajibu ta'atuhu, inalazimu kwa huyu kiumbe basi kumtii yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima amara, kwa mambo ambayo kwamba alotuamrisha, kama jinsi ambavyo kwamba alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Nini? Yale alokuijilieni nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, hembu amrikeni nayo, yafuateni, yachukueni. Wama nahakum, na yale mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekukatazeni, fantahu, komekeni nayo. Ikiwa ni namna hiyo, tutapata salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi kama kiumbe cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumfahamu mtume kuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi natakiwa, ni lazima kuweza kumtii yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima amara, katika mambo ambayo kwamba alioamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na alioamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watasdiquhu, sio kumtii tu, na kumkubali kwake, fima akhbara, katika mambo yote ambayo kwamba ametupa habari mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapaswa tuweze kumswadikisha, kumkubali, kama alivyokuwa Sayyiduna Abu Bakari as-Siddiqi, alivyokuwa Sayyidina Abu Bakari as-Siddiqi
alikuwa akimsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila lolote, katika kila jambo lolote alikuwa akimkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio masala ya kuanza kujifikiri, lakini leo umma umefika mbali. Mtu anaambiwa qala Allahu ta'ala au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema hii qala Rasulullah kwanza iweke pembeni, qala Allah iweka pembeni, kwanza tuongee, mimi niwaacha mambo yako bana. Tayari mtu anatanguliza hawa zake, anatanguliza matamanio yake. Lakini watu wa mwanzo, muttaqina wa mwanzo, salihina wa mwanzo, namna walipokuwa, akisikia qala Allahu ta'ala katika hilo jambo nalolifanya, ndugu yangu, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, mtu huyo anaufyata, mtu huyo anakuwa mnyenyekevu, anasikiliza hukumu ya Mwenyezi Mungu anasemaje na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Akitajua Mwenyezi Mungu na mtume, anakuwa ameshamalizika, ananyongonyea tayari kumsikiliza Allah amuamulie jambo lake. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kumswadikisha, kumkubali mtume kwenye mambo yote ambayo kwamba aloweza kutuamrisha au kutupasha habari katika mambo ya kidunia na mambo ya kesho akhera. Mfano mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyumba ambayo kwamba inayosoma Qur'ani ni kama mti mzuri, majani yake mazuri, lakini pia na matunda yake yaliyoko mazuri. Nyumba ambayo kwamba yenye kusoma Qur'ani ni sawa na mti ambao kwamba wenye harufu nzuri, majani yake, shina lake, mpaka matunda yake ni mazuri. Na nyumba ambayo kwamba haisomi Qur'ani ni nyumba ambayo kwamba wakati mwingine majani yake yanakuwa na harufu nzuri, lakini ukionja matunda yake yanakuwa ni chungu kama vile shubiri. Hiyo ndo nyumba ya mtu ambaye kwamba asome Qur'ani. Lakini nyumba ambayo kwamba ya mtu inayosoma Qur'ani na ambayo haisomi Qur'ani ni vitu vile havifanani, lazima vinatofautiana. Kwa sababu kama ni hiyo, tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisoma Qur'ani, kuienzi Qur'ani na kuweza kujifunza kutokana na Qur'ani. Wajitinabu manaha anhu wa zajamahu. Jambo la tatu tunalotakiwa kupaswa sisi kama viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa tumemtambua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ni mjumbe, mimi na wewe kwa mtume, tunatakiwa ijitinabu manaha anhu, kujiepusha na mambo yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kutukataza, wazajamahu, na akatukemea. Kuna mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza na kuna mambo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea. Hayo mambo lolote ambalo kwamba ukiambiwa hili Mtume amekataza, hili Mtume amekemea, basi usijihusishe nalo, usiweze kujishirikisha nalo. Nini? Utakuwa umepata hasara. Nini? Utakuwa umekosa fawaidi za kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunaambiwa atii'u Allaha wa atii'u rasula. Haya ndivyo jinsi yalivyo, na hizi ndio maana mbili za kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hizi ndio maana zake, mtu anatakiwa aziingize katika moyo wake na aendelee kufuata hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Utaona tu moyo wako unaingia nuru kidogo kidogo, hatimaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajaalia utaswafishika. Ukishaswafishika ndo tayari umekuwa wewe ni mtu mwema, na ukishakuwa mwema basi malipo yako ni makubwa insha Allah. Kwa darasa fupi ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amejaalia kuweza kupatikana kwa wakati na muda kama ni huu, tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe insha Allah yaliyokuwa mengi zaidi na yaliyokuwa makubwa zaidi. Kwa haya na yaliyokuwa machache, tukaribishe maswali mawili matatu, swali moja kwa lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu atatuafikisha kuweza kulijibu, tutalijibu. Kama hakunalo namna ya kulijibu, tabiri kuendelea kuangazia namna gani ya kuweza kuyapata majibu yake, ili iwe ni sababu ya kuweza kunufaishana insha Allah. Karibu yote katika ndugu zetu mliopo, tuweze kuuliza maswali ili iwe ni sababu ya kuweza kufahamisha umma insha Allah. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, tunazidi kupata faida na tunazidi kuendelea kustafidi na darasa hii ya fiqh inayoendelea ndani ya Masjid Taqwa. Swali langu litakuwa na vipengele viwili. Nitabaki kwenye maana hiyo au kwenye shahadataini, katika maana ya shahada mbili hizi. Naam. Je, mtu akiwa fanadhu billahi min dhalika, akiwa ni Muislamu
akawa meritadi, anapotaka kurudi kwenye Uislamu ni lazima aende kwa mashehe wakamshahadisha, au hata mwenyewe tu anaweza kurudi kwenye Uislamu. Hicho ni kipengele cha kwanza. Na kipengele cha pili, mtu anataka kusilimu akanipigia simu, je, mimi nataka nisilimu, naruhusiwa kumsilimisha huko kwenye simu au ni lazima nionane naye? Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maswali mazuri ambayo kwamba yenye kujenga, na mambo hayo wakati mwingine yapo sana. Anauliza swali la kwanza, ameuliza mtu akawa fanadhu billahi min dhalika ameritadi. Kuritadi kwa maana ya kuhama kutoka kwenye Uislamu kwenda kwenye dini zingine. Dini hizo ziko nyingi, takribani kama 100 na. Je, anapotaka kurudi kwenye huo Uislamu ni lazima mashehe waweze kwenda kumsilimisha tena, au yeye mwenyewe anaweza akatoa shahada na ikawa ameweza kupita? Ama kwa jibu lako, sheria inatutaka kila yeyote aliobalighe aweze kuweka mafungamano na aweze kuahidiana kati ya yeye na Mwenyezi Mungu kama sehemu ya shahada mbili. Sasa kama ni hivyo, hajatajwa shekhe kuweza kumsilimisha mtu anatakiwa ajisalimishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo haya ya mashekhe, kwa nini mashekhe? Hii ya mashekhe ni kwa ajili ya kutafuta ithibati na ushahidi, kwa sababu ya mambo mengi hivi leo yanajitokeza ya hovyo hovyo. Mtu anaweza kasilimu, si tukajua amesilimu, lakini au yeye akawa amejua na nafsi yake kwa nimesilimu, lakini kizaazaa kikaingia, wakati mwingine amepatwa na jambo kama la kadari ya ajali yake imeshafika, akiwa ametoka, wale waliokuwa naishi naye wakajua bado ni murtadi, bado ni hivi. Kwa hiyo kufanya kwenda kusilimishana kwenye kadamnasi ya watu kwa mashehe ni ile hali ya kutafuta ushahidi sisi kwa sisi, bwana huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu wenzetu, tukapata kuteteana. Lakini wewe mwenyewe unaweza ukajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anaikubali salamu, yani kujisalimisha kwako. Nini? Innamal a'malu binniyati. Kinachozingatiwa ni msingi wa nia yako. Unaweza ukasilimishwa na shekhe na ukawa bado hujasilimu, ukawa umetamka tu kwenye ulimi wa nyama, lakini kwenye moyo wako ukawa ni unamcheza shere. Lakini unaweza ukawa huko umesilimu na watu wakajua bado hujasilimu, lakini kumbe umesilimu. Kwa hiyo hilo ni swali la kwanza. Wewe mwenyewe waweza ukajirudi na ukatoa shahada na Mwenyezi Mungu anaikubali shahada yako. Ama kwa swali la pili, mtu akakupigia simu, bwana shekhe, mimi nataka kusilimu, sasa tunafanyaje? Nipande gari? Uko wapi? Uko vile? Uko halipo. Waweza ukamtamkisha shahada. Kama hawezi kujitamkisha shahada, ukamtamkisha shahada na ikawa ndo tayari ameshasilimu. Na ndo maana nzima ya kuweza kuwa na mapana na teknolojia kuingia, na alokuja na teknolojia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini? Kurahisishwa kwa mambo. Adinu yusru, dini ni nyepesi, ni jambo jepesi. Sasa wewe ukianza kusema apande gari kutoka labda huko kama ni Songea mpaka aje Makambako, huu muda na nauli unampotezea. Akifika hapa njiani kwa shuruba akasema mimi sitaki kusilimu, mimi narudi zangu, huoni utakuwa na dhima? Kwa hiyo kilichokuwa cha muhimu huko alipo, tena kwa haraka, hapo ulipo, ashahadu anla mpaka kufikia mwisho, basi tayari ameshapata kusilimu, na kumpa misingi itakuwa ni bora zaidi. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi linalenga katika shahada mbili. Naam. Pale ulipotuambia ama ulipotufasilia kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia hapa na Mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio. Na ukaja ukatuambia tena ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ukatuambia na shahadia hapa na Mola, na shahadia Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini inakuwa ni tofauti? Pale juu umetuambia na shuhudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa bwana Mtume Muhammad ukatuambia na shahadia, na tunaona ni neno moja kote, ashhadu na huku ni ashhadu. Naam, swali zuri la kuweza pia kujenga katika hali ya kuendelea kujua zaidi. Tumefasiri kwa kusema
ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia. Kwa nini nashuhudia? Kama utatuzingatia katika darasa za nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, kama wewe macho yako ya nyama yana udhaifu wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, yeye Mwenyezi Mungu anatuondoa shaka kwa kusema yeye anatuona. Kwa hiyo hata mtu anaposhahadia anatakiwa ashahadie kana kwamba anamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kwenye ibada tunavyoambiwa tunaswali, ukiwa unaswali kwenye swala unatakiwa uswali unavyosimama kwenye ibada ni kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kama humuoni, ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Sasa kama ni hivyo, mtume je? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi akhiru zamani huku, mtume sisi tumepewa habari, sisi hatujamuona ayana kwa macho yetu. Kama ni hivyo basi sisi tunashahadia zile habari tunazozipewa ni kweli, kwa sababu habari zigawanyika katika sehemu mbili. Wanasema habari kuna inkari na ithibati. Habari unaweza ukaikubali ama ukaipinga, lakini kwa habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna tunavyoelezwa moja kwa moja kwenye mioyo yetu inatuingia na tunashahadia. Kwa maana ni sawa basi, kama angelikuwepo tungemshuhudia huyu hapa tunamuona, lakini kwa sababu hatumshuhudia, hatumuoni, sisi tunashahadia zile habari zote tunazopewa, tunafanya kukubaliana nazo kama jinsi ambavyo mtume alivyosema, na ndo tunayakini hivyo hivyo. Kwa hiyo kushahadia, wenyewe sema kushuhudia ni kitu unachokiona live hiki hapa na kishuhudia. Kushahadia ni kitu unachopewa habari, wewe hujakiona, lakini unakubaliana nacho ama unapingana nacho, utazingatia moyo wako namna ulivyo. Sisi tunakubaliana na habari za mtume, namna alivyo Muhammad, alivyoelezwa sifa zake, na sisi tunasema kweli huyu ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi swali langu ni katika hapo kwenye shahada mbili hapo. Naam. Kwa mfano mtu alikuwa kasharitadi, ametoka kwenye Uislamu kaenda kwenye Ukristo, amekaa katika ule Ukristo, anaona nataka nirudi katika Uislamu, akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, akaishia hapa, hakuendelea kusema ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Vipi mtu huyu atakuwa ameshuhudia au ni paka amalizie ashhadu anna Muhammadur Rasulullah? Mashaallah, swali zuri. Tunaendelea kupata kuona namna vichwa vya watu vinavyochemka, namna moja ama nyingine wanafanya kujidadavua kwenye vichwa vyao kuhusiana na mada mambo iliyohudhurishwa. Anasema kijana, namna gani mtu akawa meritadi kwenda kwenye dini zisizokuwa za Uislamu? Ziko nyingi sana. Kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wanaabudu jua bado na mambo kama hayo. Akataka kurudi kwenye Uislamu, je, akatamka shahada ya kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah bila kumalizia wa anna Muhammadar Rasulullah, je, shahada yake inakuwa imeswi? Hiyo shahada inakuwa haiswi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ya kwamba na haitoswihi shahada ya umma wako kwa kule kushuhudia ya kwamba mimi ni Mola pekee ambaye kwamba napasa kuabudiwa kwa haki peke yangu, bila kumalizia wa anna Muhammadar Rasulullah, mpaka waweze kutegemeza na jina lako ili iwe ni sababu ya kuweza kukamilika shahada. Hata kwenye swala mtu akitoa shahada ashhadu an la ilaha illa Allah asimalizie Muhammadur Rasulullah, swala yenyewe inakuwa haikubaliki. Allahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mimi nilikuwa nataka nikazi hapo, ulituambia kwamba Uislamu haukuanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ulianzia huko nyuma. Sasa kwa nataka kama Uislamu ulianzia huko nyuma, wao pia walikuwa na shahadia kwamba ashhadu anna Muhammadar Rasul, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah au la? Naam, pia swali zuri. Kama Uislamu ulianza kabla ya Muhammad, je, wao waliokuwa katika zama hizo walikuwa wakishahadia ya kwamba
ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hapana, walikuwa wakishahadia kalima ya la ilaha illa Allah na munasaba wa mjumbe wao aliotumilizwa kwenye sehemu hiyo, kwenye zama hizo, kwenye eneo hilo, kwa sababu mitume walitumilizwa, wengine walitumilizwa kama mkoa tu, yani mtume ametumilizwa kwenye mkoa basi ndo amemaliza. Waliotumilizwa kwa amati la alam, kutumilizwa kwenye ulimwengu au kwenye dunia kama hivi yote, ni mitume wachache sana. Kwa hiyo wao waliokuwa wakishahadia zama za nyuma, watu wa nyuma walikuwa wakishahadia kwa munasaba wa mitume wao waliokuwemo katika zama zao. Allahu a'lam. Basi inshallah maswali haya yanatutosha, tuendelee kwa hifadhi mengine kwa sababu ya hali na muda tayari umeshataraddad, umeshazunguka. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubali inshallah. Rabbana anfa'na bima lamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudran, rabbi wafiqna wa faqhum lima tartadi qawla fi'lan karama warzuqi likulli halalan daima wa akhilati qiyama ulama nahda bil khair wa nafa kull shar. ربنا واسلح لنا كل الشؤون واقر برضا منك العيون وقل لنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون وغفر استر أن ذكر من ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب في لناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصاب الأغرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.